Naitwa Saidi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Leo hii nimekuja hapa kwenye msikiti huu uliojengwa na mfalme wa 6 wa Morocco. Ni furaha kubwa, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo kujumuika na Waislamu wenzangu wote katika kuswali swala ya Idi, lakini pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza salama Idi yangu ya kumaliza salama Ramadhani ya mwaka huu. Na nitumie nafasi hii kuwapongeza na kuwatakia Idi njema kila mwana Kinondoni mwenzangu, kwa wale wote waliofunga na wengine wote ambao hawajafunga. Na nitumie nafasi hii tena kuwasihi sisi wote, mwezi wa Ramadhani umekuwa ni chuo, umekuwa ni darasa, umepita kwenye mafunzo mengi namna ya kuendelea kumcha Mwenyezi Mungu, kuwajali wengine na maisha kwa ujumla yanayopaswa yawe. Kwa hiyo niombe sana Waislamu wenzangu wote tuendelee pamoja, kwamba leo tumehitimisha funga yetu ya Ramadhani, basi miezi mingine yote inayokuja tuendelee kuishi katika mema na kumtanguliza mbele Mwenyezi Mungu, tuimarisha upendo, tuimarisha amani katika mitaa yetu, na tuendelee kuwashukuru na kuwapongeza na kuwaombea viongozi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiongozwa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wasaidizi wake wote na viongozi wetu wa dini, na tuendelee kufanya kazi kwa juhudi na tulipe kodi, na tuhakikishe basi mwaka huu wa 2025 tunashiriki vizuri kwa amani na upendo katika uchaguzi wa 2025 tutakaochagua madiwani, wabunge na Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana. Alhamdulillah, Eid al-Fitri, Mungu kajalia kheri, tumeiona. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, jambo la kufurahia mkipokea Eid mkiwa na amani, mkiwa na furaha, jambo la kheri, ukiwa na afya njema, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu sio wote ambao tumefanikiwa kuamka na kuja kuswali Eid na kusherehekea Eid. Kuna wenzetu wengine ambao wapo hospitali, wapo na afya ambayo sio nzuri. Kwa hivyo sisi ambao wenye afya njema tuwakumbuke wenzetu, kuna hospitali, kuna watoto yatima. Nadhani ndio mafundisho ya dini ambayo tumefundishwa siku kama ya leo, ni ya kwenda kuwajulia hali, kuwapa faraja wale ambao hawana faraja. Kwa ndio maana kuna kitu kinaitwa zakatul fitri, japo inatolewa kabla ya kuswali Eid, lakini kama bado umemwona kuna Muislamu mwenzako, kuna ndugu yako ambaye jirani yako ambaye hana furaha, basi inabidi umpe furaha. Tumeweza mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumeingia katika siku ya Eid na masiku ya kawaida. Wapo ambao walikuwa wanafanya mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kwa mwezi huu sasa ambao umeingia, pengine wanakwenda kubadilisha tabia zao. Unaambia nini? Sasa kama mtu ulikuwa unafanya mema kwa ajili ya Ramadhani imeshaondoka, lakini kama ulikuwa unafanya mema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu bado yupo siku zote. Kwa hivyo tuendelee kufanya mema, kwa sababu tunafanya mema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hatuiabudu Ramadhani, tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuendelee kufanya mema siku zote, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo siku zote. Hatufanyi mema kwa ajili ya Ramadhani, tunafanya mema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ila sasa tumekuwa na tabia ya kufanya mema sana kwenye mwezi wa Ramadhani. Si jambo baya, lakini sasa tuendelee nayo. Yaani iwe kama njia ya kupitishwa kwenye Ramadhani, kuondolewa kwenye mabaya, na tupite katika hiyo njia, tuje katika maisha ya kawaida, tufanye mema siku zote. Mama, habari yako? Alhamdulillah, sijambo. Unaitwa nani? Naitwa Farida Mohamed, mkazi wa Buza. Ndio. Unajisikiaje kuswali swala leo ya Eid al-Fitr? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeweza kuiswali na tumeswalia kwenye msikiti wetu tuseme wa kitaifa, na tumefanikiwa kuswali na Mheshimiwa Rais. Ni faraja kubwa kwetu. Maandalizi kuelekea katika sikukuu hii ikoje nyumbani? Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah tumeweza kujiandaa na yale tuliyoona yanatustahili na tunayaweza. Tunashukuru. Mema ambao ulikuwa unafanya mwezi mtukufu Ramadhani, bila shaka utakuwa unaenda kuendeleza katika mwezi huu. Of course, lazima yaendelee na ndo lengo. Neno lako ni lipi sasa kwa wale ambao wanakwenda kusherehekea nao? Washerekee kwa amani, washerekee kwa kufuata misingi ya Kiislamu. Wasitoke nje ya misingi ya Kiislamu, kwa sababu kwanza bado tunasita na bado tuyaishi yale tuliyoyatenda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watoto washanunuliwa maabaya.
Bahati nzuri sina mtoto wa kike, au mbaya sina mtoto wa kike, kwa hiyo kwenye abaya huko sipo, lakini kanzu mashallah zimewezekana. Shukrani. Naitwa Mzee Ismail Malas, ni mwenyeji hapa Kinondoni. Tumeswali Idi alhamdulillah, na kila mmoja na furaha. Ukiangalia jamii, makundi, wote wanasherehekea. Tunashukuru Mwenyezi Mungu atufikishe salama, tuwe na amani na utulivu peke yake. Tumeweza mwezi mtukufu Ramadhani. Bila shaka una neno la kuambia watu wengine ambao wanakwenda kusherehekea sikukuu hii? Wakumbuke wasiokuwa nacho, hicho ni kikubwa. Cha pili, tujiepushe na maovu, tujiepushe na mabaya, tuepushe na maovu kwa ujumla. Zaidi hapo sina. Idi Mubarak.